Sasa ndugu zangu, niseme kwa nini tuna mashaka. Moja, tumefuatiliwa siku zote kinyume cha utaratibu wa sheria na kinyume cha sheria za nchi yetu, polisi kutraili nyuma yetu bila sababu ya msingi. Cha pili, tukiwa tunasubiri kufanya postmortem, mkuu wa mkoa wa Kigoma Simon Siro ambaye alikuwa IGP ametoka anasema kifo cha Swezi ni kifo cha kawaida kabisa kwa uzoefu wake. Kabla Swezi hajafanywa postmortem, kabla hatujajua ni nini kimetokea. Cha tatu, kwenye maeneo yote ya matukio yanapotokea, lazima hiyo ni crime scene. Polisi wanaweka utepe wa njano, wanazuia watu kuingia pale, lakini hilo halikufanyika. Ile eneo liliendelea kutumika kawaida. Maana yake kuna kitu kilikuwa kinapotezwa pale. Cha tatu, polisi wamepiga picha wao wenyewe, hakuna mtu mwingine yeyote aliyepiga picha ya vitu vya Swezi walivyovikuta kwenye begi lake. Licha ajabu, wakalilizi picha za dawa za kawaida, dawa za maumivu au za tumbo, kwa sababu ni fragile, nimeambiwa ni fragile, na dawa za maumivu ya kichwa. Lakini story ikaenda kwenye mitandao kwamba Swezi amekutwa na dawa. Maana yake ni kuandaa umma kisaikolojia kwa kitu ambacho walikuwa wanapanga wao. Kwa sababu kama ni vitu walivyomkuta navyo, kwa nini hawakusema kwamba Swezi amekutwa na shilingi 420, amekutwa na nguo, amekutwa na simu na vitu vingine vyote walivyovikuta? Kwa nini waseme kuhusu dawa peke yake? Kwa nini? Nchi hii level ya professionalism haipo kabisa. Sisi tumezungumza na wale madaktari kwa karibu sana, na hata hicho kinachoitwa uchunguzi wa kisayansi katika nchi hii unategemea nini? Wao wenyewe ndio wamechukua sample, wao wenyewe ndio wanatunza sample, wao wenyewe ndio watapima mkemia mkuu wa serikali au ofisi ya serikali nyingine yoyote. Lakini hata hao watu tuliowasubiri kwa siku 3 wamekuja kutoka Bugando na kutoka Geita. Kabla ya kufanya postmortem ambayo tulikubaliana kufanya asubuhi, wakasema tunasubiri mtu mwingine kutoka Kilwa Road. Lakini wakati huo wakaenda kwenye kikao na mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ambaye tayari ameshasema kifo cha Swezi ni kifo cha kawaida. Wameenda kuzungumza nini kwenye kikao na mkuu wa mkoa? Mtu ambaye tayari yeye ana opinion yake ambayo sio ya kisayansi kwamba Swezi amekufa kifo cha kawaida. Tungeweza kupata sample za Swezi, labda tukasema sample moja wachukue watu wa serikali, sample nyingine chama kichukue, na sample nyingine familia ichukue, tupeleke maabara labda nje ya nchi, nyingine iende Ujerumani, nyingine iende wapi, ili tuondoe utata kwenye kifo hiki. Lakini sample zote wamechukua wao, na wamechukua kwa makusudi wao, wamebaki nazo wao. Wanataka kusema nini ndugu zangu? Huyu bwana amekuwa na mimi miaka mingi sana. Mwaka 2017 Swezi alishambuliwa, mimi nikiwa bunge. Hawa anakumbuka. Akakatwa na mapanga. Kwa mimi naamini ni mtu ambaye alikuwa mwaminifu kwangu kwenye maisha yangu. Pengine amebeba lile ambalo walikusudia nibebe mimi. Naamini hivyo. Naamini hivyo. Kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa tayari kutoa maisha yake kwa ajili yangu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake. Amekuwa mtu mwaminifu sana kwa familia yetu.
ndugu yetu Swezi, leo tunakuaga. Kifo chako kimeniachia simanzi kubwa na utata mkubwa sana. Nimekuwa na wewe maisha mengi sana, kama alivyosema naibu katibu mkuu Swezi, hata siku mtoto wake Aksa anazaliwa hawa nakumbuka. Tulitoka mgumu, mimi ndio nilimnunulia beseni. Amekuwa rafiki yangu sana, ni mtu ambaye kwa nidhamu yake alisema hata simu ya smartphone hataki kutumia, kwa sababu hataki kukaa na chati hivi wakati anaendesha gari. Akikaa kwenye steering apokee simu, utamsikia amefika ndio anamwambia nilikuwa naendesha gari. Alikuwa na nidhamu ya hali ya juu sana. Nimekaa na madereva wengi sana, sijui kama nitapata mtu kama yeye. Nimeumia sana kwa kiwango kikubwa, lakini nataka niahidi mbele yenu, dunia hii imesogea sana. Kila kitu kitakuwa wazi siku moja, tuwe hai au tuwe tumekufa, tutajua kilichomkuta Swezi na tutajua kilichowakuta watu wengine wote. Viongozi wa dini, ninawasihi, saidieni nchi hii. Kuna watu kwa makusudi wanataka kupeleka nchi hii shimoni, na mkisema hamo nchi hii ikiharibika, hata dini haitahubiriwa. Nchi haiwezi kuongozwa kwa hofu. Hatuwezi kuendesha nchi hii kwa kujaza watu hofu, kwa kuua watu, kwa kutisha watu. Haiwezi kwenda. Nchi inaongozwa kwa kutenda haki, sio kwa kutisha watu. Mambo haya dunia inatufundisha na historia inatuambia. Kote yalikotokea yameingiza nchi kwenye machafuko. Nchi nyingi zimeingia kwenye machafuko kwa sababu ya mambo kama haya. Watu hawana imani na vyombo vya dola. Mimi binafsi naweza sina imani na jeshi la polisi, sina imani na vyombo vya dola vya nchi, sina imani hiyo, kwa sababu ya matukio mengi ambayo yametokea na yanageuzwa. Watu wameuawa kwa maelfu tarehe 29, na watu wanataka kugeuza, wasingizie watu wengine, kwa sababu watu wanasema tutendeane. Nataka nimalize kwa kusema kwako hawa, Swezi najua alikuwa mpambanaji sana, na wewe unajua. Ndio maana hata wale wanaosema mimi si wajali, Swezi alikuwa anaweza kujibana kwa ajili ya familia yake. Sisi chama chetu hiki hatulipani fedha nyingi labda kama wengine walizonazo. Kuna wakati watu wanasafiri bila malipo, tunaenda sehemu tunapata mafuta tunaendelea. Lakini wewe unaona anaweza akapewa pesa yake ya kulala. Kwa watu wengine angeweza kulala akastarehe akafanya nini, lakini yeye amebana, anatunza familia yake ikae vizuri. Nataka nikuhakikishie kwa niaba ya familia yetu, Swezi alikuwa ameniambia bwana, mimi nikitoka hapa naenda kuwezeka nyumba yangu ile, nasema nitanunua bati za Msauzi, tutawezeka ile nyumba na tutaimalizia kabisa utakaa kwenye nyumba yako. Hatuwezi kukuacha, na mimi nitasimama na wewe, kwa sababu wewe unajua Swezi sio kwamba tulikuwa tukwaruzani hapa na pale kama watu wengine wote mnaofanya kazi. Lakini wakati mwingine yeye ananishtakia kwa hawa, wakati mwingine mimi namshtakia kwa hawa, namshtakia kwa mzee Mrusuli, wanamrudisha, wewe unaenda wapi? Unafanya nini? Kwa nini unafanya hivi? Lakini ni mtu ambaye tumepatana sana kwenye maisha yetu. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wote wa Chadema nchi nzima mliokuja. Kipekee nakushukuru sana naibu katibu mkuu na katibu mkuu, wajumbe wa kamati kuu. Mungu awabariki sana. Nataka nimshukuru ndugu yangu tu na Zitto Kabwe. Bayona njoo.
Bayona ni mdogo wake Zito. Tangu siku ya kwanza tumepata matatizo haya. Tulienda jioni kuhani msiba wa mama yake, Mama Shida Salum, ambaye alikuwa mjumbe wa kamati. Tulienda na Suezi. Asubuhi Suezi akafa. Tangu siku hiyo Bayona amekaa pale hospitali, hata nguo sidhani kama amebadili. Na yeye ndio aliendesha mwili wa Suezi tangu Kigoma mpaka. Kwa niaba yetu na watu wa Tarime na Hawa na familia yetu, utupelekee shukrani zetu kwa Zito. Tunamshukuru sana. Na mafuta, ametoa gari akaweka mafuta kwenye hiyo gari, imesafirisha ndugu yetu mpaka imefikisha. Tunashukuru sana. Na washukuru sana ndugu zangu. Sijui hata niseme nini. Lakini Mwenyezi Mungu atusaidie katika kipindi hiki. Mimi nimeguswa sana, nimeumia sana kwa kiwango kikubwa. Lakini siwezi kurula out kwamba huu msiba ni msiba wenye utata mkubwa, ni msiba ambao mimi naamini is not a natural death. Suezi hajafa kifo chake cha asili. Viongozi wa dini mtatusaidia.